Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema kuwa serikali haitaongeza hata siku moja kwa mkandarasi ambaye atabainika ameshindwa kukamilisha mradi wa ujenzi aliopewa na serikali kwa sababu za uzembe. Ulega ameyasema hayo mkoani Lindi akiwa kwenye ziara ya ukaguzi wa ukarabati wa miundombinu ya ujenzi katika mikoa ya kusini kufuatia maelekezo aliyopewa na Chama cha Mapinduzi CCM baada ya mvua kubwa zilizonyesha mwaka huu kuharibu barabara. Mwenyekiti wa uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali nchini, Mwantum Mahiza, ameonyesha kusikitishwa na uvunjifu mkubwa wa maadili unaosababishwa na matumizi mabaya ya teknolojia, hususan kupitia mitandao ya kijamii ambayo baadhi ya vijana wamekuwa wakiitumia vibaya. Akizungumza katika uzinduzi wa jukwaa la maendeleo ya vijana jijini Dodoma, Mahiza amewataka vijana kuepuka kuiga mambo yanayopoteza utu wao, badala yake waitumie teknolojia kujipatia maarifa katika maeneo mbalimbali ikiwemo kukuza sekta ya kilimo. Kimataifa, shirika la haki za binadamu la kimataifa Amnesty International limelituhumu kundi la waasi wa M23 kwa uhalifu wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo la haki za binadamu limeituhumu M23 kwa mauaji na utesaji, hali iliyosababisha raia kadhaa kutoweka kwenye miji miwili inayoshikiliwa na waasi hao wa M23. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo Mei 27, 2025 imesema kuwa kati ya mwezi Februari na Aprili mwaka huu waasi wa M23 waliwakamata, kuwaua na kuwatesa mamia ya raia kwenye miji ya Goma na Bukavu, wakiwatuhumu kuwaunga mkono wanajeshi wa serikali. Rais wa Uganda Yoweri Museveni na mkewe wameomba msamaha katika tukio ambalo ni nadra sana na kukubali kutokea kwa makosa ya hapa na pale katika mkutano uliofanyika uwanja wa Uhuru wa Kololo katika viunga vya mji mkuu wa nchi hiyo. Museveni na mkewe wamezungumza hayo wakiwa katika mkutano wa Injili ambapo walisimama pamoja na kukiri kuwepo kwa mapungufu katika uongozi, ikiwemo kutokea kwa ufisadi na kugawanyika kwa raia. Katika hotuba yake, Rais Museveni alilipongeza kanisa kwa kile alichoeleza kuwa ni mabadiliko makubwa kutoka kuwa sehemu ya tatizo hadi sasa kuwa msingi wa amani, uwajibikaji na maendeleo ya kiroho nchini Uganda. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.